usingizi wa mauti, lakini mimi Bwana kwa neema yako nimeweza kuamka kwa jina la Yesu. Neno lako linasema mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Baba, katika jina la Yesu, katikati ya usiku nikiwa mimi nimelala, ufalme wa giza aliinua watendakazi wake wakaachilia uharibifu na mauti kwenye malango yangu. Nimepandiwa mabaya, kuna magugu yaliyopandwa kwenye maisha yangu, lakini neno lako Baba limesema achia mikono yangu, achia miguu yangu, achia masikio yangu, achia sura yangu, achia kazi zangu na biashara zangu, chochote ninachokifanya kwa damu ya Yesu. Nang'oa kabisa kila kilichopandwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neno lolote lililotamkiwa kinyume na Bwana, Baba, imeandikwa neno hili halitakuwa wala halitasimama, nami nabatilisha maneno yao na mashauri yao yanabatilika. Wewe ni Mungu ubatilishaye mashauri ya waovu, ili mikono isipate kutimiza makusudio yao, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku ya leo sikia neno la Bwana, utakuwa upande wangu. Aina yoyote ya uharibifu haitanipata, maana imeandikwa mabaya hayatanipata mimi. Nipige kifua, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia hema yangu. Mimi na watu wa nyumba yangu hatutaguswa, hatutadhurika na kitu chochote kilichopangwa na mfalme wa giza. Waovu wanakung'utwa mbali nami, mbali na kazi zangu. Haya, anza kujikung'uta sasa, anza kujikung'uta, anza kujikung'uta. Taja kazi yako, biashara, chochote, sema najikung'uta na waovu walioinuliwa na mfalme wa giza kuleta madhara kwangu, kusababisha mabaya. Najikung'uta navyo. Waovu wanakung'utwa na kwenye lango la asubuhi, wanakung'utwa kwenye lango la mchana, wanakung'utwa kwenye lango la jioni, wanakung'utwa kwenye lango la usiku. Hawatakuwa upande wangu kwa jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa watenda mabaya waliponikaribia walile nyama yangu, walijikwaa wakaanguka. Njia zao ziwe giza na utelezi, hawatafanikiwa kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa Bwana atanilinda na mabaya yote, atanilinda nitokapo, atanilinda niingiapo, tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Mabaya yatatupata kwa jina la Yesu. Mitego walioitega itawanasa wao, njia zao zitakuwa giza na utelezi. Maandiko waibike, wafedheheke wale wanaofurahia shari yetu, wale wanaotengeneza mabaya. Anasema atengenezaye mabaya yataondoka malangoni pake. Hayo mabaya kawe pia vichwa vyao kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Ongezete na mfalme Yesu makofi. Yeye aliyeshinda kifo na mauti, aliye uzima wetu, ushindi wetu. Haleluya, amen. Amba tukae. Acha tuwarudishie tu mizigo yako. Haleluya, haleluya, amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine ya leo ambayo ametupa. Ametuamsha tukiwa wazima na wenye afya. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba kama sijasahau, naomba simama. Kama sijasahau, hebu tuombe hili mambo. Inaweza nikasahau, tukashughulika na vyakula tukasahau. Tunajua ile siku ya pili ya mtihani wa kidato cha sita. Hebu tuende mbele za Mungu, tuombe, tuwainue kwenye mikono ya Mungu. Jambo la pili, kuna kaka hivi nilikutana naye Jumapili, ni msharika wetu hapa. Mke wake siku zimepitiliza. Utwende mbele za Mungu.
Mungu akamsaidia yule mama ajifungue na toke hospitali salama, yeye na mtoto wake. Amen. Mungu anapomhudumia yule mwanamke, ahudumie wanawake wote walioko leba, wote wakajifungue wapate watoto wao. Hakuna mauti kwa mama wala kwa watoto wao, wanyonyeshe watoto wao. Haleluya. Amen. Kuna mtoto anaitwa Suleiman, jana ameshindwa kufanya mtihani wa pili, tumbo limemshika ghafla akapelekwa hospitali. Kwa hiyo ni nguvu za giza zinainuka kuhakikisha zinapambana na watoto wetu. Kwa unapoomba, omba neema juu ya Suleiman, Mungu akamkumbuke, wakampe tena na mtihani aweze kufanya omba kufanya jana, na mauti siendelee kumsumbua. Mungu akamtetea akamaliza salama atoka mtihani yake. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema ya uzao uliotukirimia. Asante kwa ajili ya watoto wa Tanzania wanaofanya mitihani ya kidato cha 6. Baba, umesema tukuulize kwa habari ya mambo yatakayokuja kwa habari ya kazi ya mikono yako, na ukasema tukuagize. Asubuhi ya leo tunakuja kwako, tunakuagiza kwa habari ya kidato cha 6 ambao leo ni siku ya pili wanaingia kwenye mitihani yao. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya kwanza ya jana. Tunakuamini Alfa wetu, tunakuamini wewe Bwana. Wewe ndiye Alfa na Omega, mwanzilishi wa kazi njema. Wewe utakuwa pamoja nao kama ulivyowashindia jana, utakuwa pamoja na usiku ya leo katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na kila nguvu za giza, uharibifu na mauti ulioachiliwa juu ya watoto wetu, roho ya ubumbuaji, roho ya uzito, roho ya ufu, roho ya hofu, roho ya woga, magonjwa ya kila namna, maumivu ya tumbo, maumivu ya kichwa, kwa jina la Yesu. Watoto wetu waachiliwe leo kwa damu ya Yesu. Akili zao, fahamu zao ziachiliwe kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zilizotumwa kwenye hivyo vyumba vya mitihani tunaziharibu kwa jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa, mtiini Mungu, pingeni shetani. Na wewe shetani, tunakupinga na kazi zako na mipango yako juu ya watoto wetu wanaoingia kwenye mitihani leo. Kwa damu ya Yesu tunakataa kila njama yoyote ulio nayo juu yao kwa jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo tunamuinua Suleiman Salum mikononi mwako. Tunaomba toba kwa ajili ya wazazi wake waliomlea na waliomzaa na walimu wake. Tunaenda kinyume na kila pando la uharibifu ndani ya tumbo lake, kwenye kichwa chake na mikono yake. Naomba neema yako ya uzima ndani yake kwa jina la Yesu. Mungu tuponya, ponya mtoto huyo akafanya mtihani, maana tunajua vita yake ni kile ulichombebesha kwa jina la Yesu. Shetani, sikia, hauna mamlaka juu yake na watoto wengine wote Tanzania mzima. Tunawainua kama wazazi wao mbele zako Kristo kwa jina la Yesu, maana umesema umeweka walinzi juu ya kuta la Tanzania, hawatanyamaza usiku wala mchana. Na wenye kumkumbusha Bwana, tusiwe na kimya. Baba, tunakukumbusha kwa habari ya watoto hao na mitihani yao, wawe vichwa na wala sio mkia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tunakuja kwako, tunawaleta wanawake wote wajawazito walioko hospitalini na walioko nyumbani. Neno lako linasema wewe ni Mungu uletaye wana karibu na kuzaliwa, uwezi kulifunga tumbo. Kwa damu ya Yesu tunajua siku kupitiliza sio kazi yako. Mkono wowote wa adui ulionyoshwa juu ya Jessica tunauvunja kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie. Tunakata kamba zilizofunga mlango wa kizazi, tunakata kamba zilizofunga mtoto. Tunatamka uzima, tunatamka uhai kwa huyo mtoto na mama mwenyewe kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, tunakataa roho ya kifafa, kuishiwa damu, presha ya kupanda, toka mwachie, toka mwachie kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, malaika zako wazalishao waende sasa wakamzalishe atoka akiwa salama, yeye na mtoto wake.
wanaotarajia kujifungua sasa, ukawape neema ya kujifungua salama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa sababu unaenda kufanya kwa utukufu wako Kristo. Amen. Pigie tena Yesu makofi. Haleluya. Amen. Naomba tukae sasa. Tunatoa sadaka kwa wengine. Amen. Tunatoa sadaka kwa ajili ya wengine. Ipo siku na wewe watu wengine wanakuombea. Amen. Napoomba kwa ajili ya mtoto wa mwingine, na wewe wako utapata neema ya kuombewa na wengine. Amen. Haleluya. Naweza kusema mimi sijazaa, anza kuombea kwako. Wale walioko tumboni na viunoni, watakapokuja wanakuja kwa mtibiki kwa wana shida yoyote. Haleluya. Amen. Tunashughulika na roho ya mauti. Tunashughulika na nini? Na roho ya mauti kwenye maisha yetu. Tulisema roho ya mauti ni nini? Ni roho ya kifo inayokuja kuua au kuondoa uhai wa mtu au kitu au vitu au mipango au elimu kabla ya wakati. Mauti ni roho ya kifo, yani msiba ambao unakuja ukiwa umelenga kuua au kuondoa uhai wa mtu, kitu, vitu, mipango, miradi, nini kabla ya wakati. Amen. Nikasema tunajua kila mtu atakufa, lakini kwa wakati wa Bwana. Sasa hii mauti inayokuja inakuja kuua kitu kabla ya wakati wake. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Roho ya mauti inaweza kuingia kwa mtu au kwenye vitu. Roho ya mauti inaweza ikakaa kwenye mikono ya mtu. Kwenye kinywa huko ndio usiseme, msima na mauti huko kwenye uwezo wa nini? Kwa hiyo inategemea unatumiaje hicho kinywa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mauti inaweza kutumwa. Tuliona jana. Bosi wa hii mauti ni shetani. Bosi wa hii mauti ni nani? Shetani. Sasa shetani ambaye ndio bosi wa hii mauti ana watenda kazi wake ambao ndio wanaileta, wanaiwakilisha hii mauti. Ina maana ana wachawi, ana waganga, ana washirikina, ana warozi, wasoma nyota, wabashiri, wanajimu, wapunga pepo, wenye wivu, wenye hila. Maana ukiwa tu na wivu na mwenzako kasuka vizuri, naona wivu nao ni mchawi. Mtoto wa mtu kasoma kafaulu vizuri, wewe unaenda na kasirika, ni mchawi ama uchawi mwingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo uchawi si mpaka kukamata kwenye ungo. Hata yale matabia mengine, wivu, ila. Tunakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo ile 37-38 imezungumza habari ya Yusufu. Ndugu zake wanasema walipomuona akiwa mbali wakasema tumkamate tumuue. Tuone tawezekanaje ndoto zake. Kwa hiyo ni hila itengenezwa, wakajawa na wivu. Haleluya. Haleluya. Na wivu ukisha tangulia au ile ikitangulia, lazima wakutengenezee tukio. Lazima wakutengenezee tukio tu. Angalia kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 15. Mstari wa 10. Mathayo 15 mstari wa 12 na 13. Nasema ndipo wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Wanafunzi wanamwambia Yesu, waliposikia neno wakafanya hicho, wafanya wachukie nini?
Kinachofanya mtu achukie kwa sababu amevaa vizuri nini? Kinachofanya watu wachukie kwa sababu mtoto wako kafaulu nani? Nani alikusaidia wakati unakula dagaa ili mtoto ulipe ada? Kinachofanya wachukie nini? Majibu ya Yesu yalikuwa mepesi sana. Anasema hivi, ndipo mstari wa 13. Anasema akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa hiyo wivu, chuki yako vitang'oka tu. Haleluya. Yaani vitang'oka, utake usitake vitang'oka. Wewe chukia usichukie tutakung'oa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo uchukia, yaani kila mtu anachukia. Ndio hiyo kuna sentensi. Hivi mimi wananichukia bila sababu ipo. Sio kwamba ipo. Walisha kuona tokea mbali. Haleluya. Tukaona kwenye kitabu cha Ayubu 28, 22, 23, uharibifu na mauti usema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Je, uharibifu na mauti usema, kumbe uharibifu na mdomo. Kumbe uharibifu na masikio unasikia. Na maana kama una masikio na una midomo basi una mikono. Bwana Yesu asifiwe. Walizisikia kwa nani hizo habari zetu? Nani alizipeleka hizo habari? Na ndio maana ni muhimu sana kujiadhari kwenye kuzungumza mipango yako. Kwa sababu juu naye mwambia na kuanzia nini. Na ujui ni nani. Kwa sababu wengi tumevaa mavazi ya kondoo. Mbendani. Sijasema mimi ni wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kujiadhari. Pamoja na kwamba vipo viumbe ambavyo kuzimu inatumia kuhakikisha vinakaa kwenye nyumba zetu kuchukua taarifa. Kuna mtu mmoja alikuwa anatupa ushuhuda. Yeye aliishi kuzimu miaka 22 na akazaa huko watoto 2 na malkia wa bahari. Kwa hiyo hao watoto wako kuzimu. Akawa anasema kila nyumba ya Mkristo ambaye anajua ni Mkristo kabisa ina kamera, ina antena. Yaani niishi. Ndio maana wakati mwingine ukiwa unaomba unasinzia wanakucheka. Wanakuona, yaani wanaona kila kitu. Mungu amemwokoa. Nisijue sasa hivi kama bado yuko hai au ishaondoka na miaka kama 10 hivi sijamuona au sijamsikia. Usiwezi kusema yuko hai au amekufa. Mungu amemwokoa. Anatumika. Ikiwa kwenye maombi kama hivi, uombe hizi ambazo za Mtakatifu Cecilia hizo, hata kuzivua kibao. Kwa sababu sanajua tekniki zote za kule. Anasema sikia, kama ni wewe watachukua, kama ni jina lako litaandikwa likawekwa hapo, kama limewekewa jiwe wanawekwa walinzi wanalizunguka ile jina kuhakikisha utoki. Lakini wewe ukianza kuomba huko unasema nalipua na washa moto, ule moto unawaka live kule. Kwa hiyo wale walinzi hawezi kustahimili kukaa hapo. Wanakimbia, wakikimbia wewe ndio umechomoka. Sasa kesi inabaki kwa kwenda kujieleza kwa Mungu wao. Tulimweka hapa ili yuko wapi? Amewaacha. Kwa hiyo kaona kale ka vivu kanapokujia wakati wa maombi ukafikiri kitu cha kawaida. Kule wameshika remote kama ambavyo unakuwa unabadilisha channel. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo yaani na mahali ambapo muda wote unaposikia kuomba, omba hata kama unatembea. Omba hata kama uko kwenye daladala. Kwa sababu juu nini kipo kinatengenezwa. Haleluya. Kama uharibifu unasema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Ina maana wapo wanaotufuatilia, wanaotupeleleza, wanaohakikisha anataka kufanya nini? Anajenga. Ngoja tuone kama atakaa kwenye nyumba. Unaanza kujenga, mtu anakufa kabla ya wakati. Naanzisha biashara haijasimama, jengo linalipuka moto. Ndio ile ghorofa ndani goli imeanguka. Nasema najua mjenzi alikosea. Sawa, hizo ni kitaalamu. Lakini tukienda rohoni, hizo utakuta ilikuwa tu ni njia ya shetani kupita kwa biashara ya mtu mmoja anayetafutwa. Tukasoma kitabu cha Ezekiel sura 21 kuanzia mstari wa 21.
Tukaona yule mfalme wa Babeli anaposimama njia panda akiziuliza terafi na kutazama maini, anapofungua kinywa chake, kumbe sasa mkononi mwake amebeba kura ya Yerusalemu. Yule aliyebeba kura ya Yerusalemu sasa amebeba kura yako, watoto wako, biashara yako. Uharibifu unasikia taarifa kutoka kwake huyo mtu. Kwa ukitaka kufurukuta nasema sasa huko unaenda wapi? Tuna habari zako. Jana jioni niliwaambia ardhi hii inafanya kazi kama kompyuta au tunafanya kazi na simu. Inaweza uharibifu ukaachiliwa. Niko hapa Dar es Salaam, nikakimbia Dar es Salaam nikasema naenda kijijini kwetu labda nitafanikiwa kule. Ardhi kule inasema tuna habari zako, hauwezi kufanikiwa. Kwa sababu gani? Vimeshaachiliwa, habari zetu ziko huko. Unataka kufungua biashara, habari zako tunazo. Lakini hiyo mauti ilianzia wapi? Niko Dar es Salaam. Na ndio maana Biblia inatuambia tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa wapi? Tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa wapi? Kwa hiyo tunaweza kukataliwa mjini, tutakataliwa mashambani. Haleluya. 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 Tunaelewana mpaka hapo? Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo unapokualishwa silaha zote za Mungu ni ili uingie kwenye kupambana. Haleluya, mtu wa Mungu. Kazi ya shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu. Tunajua Yohana ametuambia 10:10. Kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa hiyo mauti ikiachiliwa mahali, lengo lake ni kuchinja, kuharibu na kuua kabisa. Wakati uharibifu unaanza kuharibu, mauti inaua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye hiyo Ayubu 28 tumesoma mstari wa 23. Anasema Bwana ndiye ajuaye njia zake na mahali pake anapajua. Kumbe mauti ni mahali pa kukaa na ina njia. Swali, kuna njia ambayo huwa inatokezea tu yenyewe? Kuna barabara ambayo huwa inatokezea tu yenyewe? Si lazima wapatikane watengeneza barabara. Kuna lazima wapatikane watengeneza njia. Yaani tunaweza tukaanzisha hata nyuma. Tunapita tu, mwisho wa siku inajikuta ni njia imezoeleka, watu wengi wanapita. Kwa hiyo lazima kuzimu itengeneze njia ya kupitia ili kuua. Sema maskini amepata ajali kafa. Hiyo ajali ni njia ya kupitishia nini? Mauti. Wala huyo mtu hajafa kwa ajali, ila tu ni mauti ambayo kutengeneza, sio ajali ya kawaida. Jana wakati tumemaliza hapa ibada, akatoka kijana ni hapa, akawa anaenda huko, akakutana na kijana mwingine anatembelea Magongo, akamleta ili afanye aombewe. Kijana akatuelezea shida anayopitia nini na nini. Sasa akaanza kunielezea, nikamtazama. Sasa kwa vile mimi mimi ninavisikia huko na naona vitu hivi. Nikamwambia na mwamini Mungu, ndio. Naweza kuomba kukubali kupona, ndio. Kaambia maana Yesu anawaponya wenye haja afanye. Amwekee mkono. Hata kusikia cheka. Ndani madishi yanayumba. Nasema nimekuja. Sasa kitu nilichokisikia nikasema ngoja nisiseme hapa ili nitakachokiongea tuelewane. Nikamuita yule kijana aliyemleta, nikamwambia naomba ushike mguu. Shika hapa. Uniambie unahisi umeshika kitu gani? Akasema nimeshika mti. Nikamwambia asante kaka, una mguu, nenda kesho uje tuombe hiyo umeshika mguu wako. Hauna mguu. Anasubiri kuuza pikipiki yake aende kufanyia operation. Afanyia operation ili wanyooshe mguu. Kwa sababu mguu umepinda, alipata ajali kwa kupeleka abiria, akapata ajali, sijui amewekewa antena, sijui ni wiki nani, wiki 80, sijui nini. Yaani vitu vingi kibao. Lakini pia ilikuwa tu ni njia ya kupitishia, kuchukua mguu wake. Yeye pale anajiona ana mguu na anasubiria kwenda kufanya operation. Nafanyia operation mti. Utakufanyia operation na utarudi na bado mateso yako pale. Kwa nini kuna aliyeona mguu akaupenda mguu wa biashara? Mguu huyo anaendesha sana. Tuchukue mguu wake tumwekee mti akae chini, sisi tuweze kufanya biashara. Ajali ilikuwa ni njia ya kupita. Bwana anajua njia ya na mahali ilipokaa hiyo mauti. Unajikuna.
Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Aya, kitabu cha Waebrania sura ya 2. Maana niliwaambia leo nasema tuombe. Leo lazima tuombe tu. Kitaelewekea huko. Sura ya 2 tumefika mstari wa 14 na wa 15. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amwadhibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Unausikia mstari? Unausikia? Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amwadhibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo mauti ina nguvu. Mauti ina nini? Sasa kazi moja wapo inakufanyaga ushiriki meza ya Bwana ni kumwadhibu mwenye nguvu ya mauti. Sisi ndio watoto, tunashiriki kile Yesu alifanya, na ndio maana nasema kuanzia leo sitatumia tena mzabibu. Kuanzia sasa mtakuwa mnafanya hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo ninapokula mwili na kula mwili wa Yesu, ninapokunywa na kunywa damu ya Yesu, kwa lengo la kumwadhibu yule mwenye nguvu ya mauti. Kwa hiyo wale wasioshiriki meza ya Bwana wana hasara kubwa. Na ukishiriki meza ya Bwana kinyume, umejitengenezea hukumu. Ndio maana tunaambiwa jitengeneze kabla ya kwenda kula. So natoka baa asubuhi, kesho naenda mshiriki na unaomba toba. Umejitengenezea hukumu, siku utakayoninginizwa utaning'inizwa tu. Ni hatari sana. Na si kitu cha kuchezea hasa meza ya Bwana. Mama anajua hapa. Dodoma tunataka kitu. Yaani unaona kitu cha ajabu. Mtu anakuwa kama anataka kufika tu kwenye meza ya Bwana. Kwa hiyo kitu cha kuchezea. Na nasema sisi hivyo tulishiriki. Wale ninakuua yule mwenye nguvu. Kwa hiyo mauti ina nguvu. Usichukulie kawaida. Lakini shida yani cha kujivunia ni nini? Ndio huu mstari wa 15. Mstari wa 15 anasema, ngoja nianzie 10. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti. Wanaposema kwa njia ya mauti, kwa njia ya kifo chake. Yaani kifo cha Yesu ni silaha moja vita. Hatari sana. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona amekuzonga, mwambie kwa jina la Yesu, ninapambanisha ile inayopitia kifo cha Yesu msalabani. Mungu kitakachoka. Na ndio maana tu kitendo cha yeye kukata roho, hata makaburi yalifunuka kwa fueli kwa ndani wakatoka. Kwa hiyo tunaweza kutumia kifo cha Yesu msalabani, yani ile nguvu ya mauti ya Yesu kupiga mauti zinazotusumbua, kupambanisha mauti zinazotutesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaelewa kidogo au kabisa tuelewe? Anasema vivyo hivyo ili kwa njia ya mauti amwadhibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi, awaache huru. Yesu alikuja kutuweka huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika utumwa. Maisha yetu yote tuko katika hali ya utumwa. Tuko kwenye hofu. Yani uelewe, yani kila kitu tuko kwenye hofu tu, roho iko juu. Yesu Kristo alimaliza hayo mambo. Alienda msalabani kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo sisi tunashiriki hivyo. Tunaweza kupambanisha kifo cha Yesu msalabani na mauti yoyote inayonizonga kwenye maisha yangu. Mauti imekaa wapi? Jua tu kwamba imekaa wapi. Kisha jua. Imekaa kwa watoto, imekaa kwenye ndoa, imekaa kwenye uchumi. Pambanisha. Pambanisha tu. Uone kitakachotokea. Kwanza tu shetani kusikia unajua hiyo siri. Anajua hapa sio mahali pa kuchungulia hapa. Kwa sababu anaelewa ile kiboko. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sasa natamani tuende mbele za Mungu kuomba.
Lakini kabla ya kuomba, soma hiyo Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Waebrania hiyo sura ya 5 mstari wa 7 nasema, yeye siku hizo za mwili wake, yani Yesu sasa, wakati akiwa na mwili, alimtolea yule awezaye kumwokoa, yani Mungu, na kumtoa katika mauti. Mungu ndiye anaweza kutoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Yani katika mwili wake alimtolea yeye maombi, dua na sana, yeye awe Mungu. Kwa hiyo kuokolewa ni muhimu, na sio tu ombi, lazima. Na ndio maana Yesu alienda msalabani. Haleluya. Haleluya. Amen. Simama. Simama kwa miguu yako rafiki. Mauti imekaa wapi? Tunaenda kuondoa mauti mahali ilikokaa. Sasa hapo mimi ndio natumia hii lugha kwamba hapo usisubiri kuombewa kwa sababu mimi sikujui. Sawa? Ila wewe na Mungu wako mnajuana vizuri. Hakuna ambacho unaweza kumficha. Hakuna mstari na uogopaga kama Waebrania. Labda anasema sisi mbele zake tuko uchi. Yaani hatuna cha kumficha Mungu. Tuko uchi. Anatujua vizuri. Kwa hiyo hata wakati mwingine nikiwa na wanasema huko mtaani, wanasema kuna siri kati ya neno niko sawa au asina shida. Mna neno. Lakini kumbe nina neno, na shida imeninyongelezea huko ndani. Lakini mbele za Mungu hata ukijionyesha una act kwamba uko sawa, kumbe uko sawa, na ujiongopea kwa sababu yeye anakujua. Sawa? Kwa ukienda kwake wewe jiachie tu. Mueleze vizuri. Usiwaelezee watu, tutakusema pembeni. Muelezee Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya. Kila mtu anajua mahali mauti inayosumbua iliko. Au nyinyi huko hamna mauti. Haziwasumbui hizo mauti. Zinazofuta kuua vitu na shika kitu, unasema hapa ngarau jamani. Kameanza kuonyesha mwelekeo, imara kanapotea. Akaeleweki tena. Siziko watu wanaanzisha mahusiano, yani anaona ndio yule anakuja yule anapotea. Magebo na cheka ni wewe ni. Inua mkono wako kwa pointi. Tunapenda kuondoa mauti mahali ilikokaa. Hebu anakuongoza ombi moja moja, na kuanzishia ili wewe usukume mwenyewe. Sawa? Haya. Ombi la kwanza ni kuondoa mauti mahali ilikokaa. Kuondoa mauti mahali imekaa wapi? Kuna mauti ziko kwenye vizazi. Nasikia ana kansa ya kizazi, ana uvimbe kwenye kizazi, sijui ana nini. Ni mauti imekaa hapo. Hiyo tu ni njia imetengenezwa kwamba ijulikane kafa na kansa, sio kweli. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Ulinipenda nikiwa mwenye dhambi, ukajitoa sadaka iliyo hai, ili na mimi nihesabiwe uhai ndani yangu niliyekuwa mfu kwa matendo ya dhambi niliyoyatenda. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako asubuhi ya leo, ninaomba toba juu ya nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu. Jambo lolote linalompa shetani uhalali ndani yangu, na achilia damu ya Yesu, maana imeandikwa, tubuni basi mrejee, nami narejea kwako, ili dhambi zangu zifutwe, zije nyakati mpya za kuburudishwa kwangu kwa kuwako kwako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, mahali popote kwenye maisha yangu mauti ilikokaa, katika jina la Yesu. Wewe ulidhihirishwa ili kuzivunja kazi zote za ibilisi. Kwa jina la Yesu napeleka damu ya Yesu mahali mauti iliko kwenye maisha ya kwangu. Ewe mauti na nguvu zako, toka chia, toka
anakuondoa na kuondoa mikono yako juu ya maisha yangu. Anza sasa, anza, peleka damu. Iachilie damu ya Yesu ya kutosha hapo. Anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Tusipoimwaga damu ya Yesu, hiyo mauti haitaondoka. Mauti haitaondoka. Damu ya Yesu ni uhai wa Mungu mwenyewe. Palipo na kifo, panahitaji uzima, panahitaji uhai. Anasema kipatikanacho na mauti kimezwa na uzima. Hiyo mauti ilikokaa, hiyo mauti ilikojificha, hiyo mauti kwenye kazi, hiyo mauti kwenye biashara, hiyo mauti kwenye figo, hiyo mauti kwenye tumbo, hiyo mauti kwenye mikono. Kila ninachokifanya hakifanikiwi, mauti inaachia. Achia mikono yangu. Unaondoka leo. Achia tumbo la mzaa, achia figo, achia ini, achia pingili, achia nyonga, achia kifua, achia macho, achia masikio. Popote ulipokaa, kwa damu ya Yesu, watu wa Bwana waachiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuondoa shetani na kazi zako. Tumezijua ile zako. Kazi yako ni kuua, kazi yako ni kuharibu, kazi yako ni kuchinja. Achia mikono yao, achia biashara yao, achia watoto wetu. Ewe mauti, mahali ulipokaa, toka, achia. Achia watu hawa, achia ndoa zao, achia watoto wao, achia biashara zao kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, kilichomezwa na mauti kimezwa na uzima. Kipatikanacho na mauti, ni nini kimepatikana na mauti? Katika jina la Yesu, pambana mtu wa Mungu, omba. Yes. Chochea, usinyamaze. Chochea moto. Ondoa mauti, yani usitanie. Iondoe kabisa. Yes. Kazana iondoe hiyo mauti. Niambia mauti, toka kwenye ndoa yangu. Toka, achia ndoa yangu. Na kwa damu ya Yesu kwenye kitanda changu, mauti unaachia, mauti unaondolewa, mauti hauna nafasi. Maana Bwana anasema anachukia kukataa kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mauti uliyetuma kuvunja ndoa, uliyetuma kuharibu ndoa zetu, kwa damu ya Yesu unaachia. Hayo mafarakano, hayo magomvi, kutokuelewana ambavyo ndiyo njia ambayo shetani ameanzisha ili kuharibu ndoa za watu, kwa jina la Yesu toka. Tunakuondoa ibilisi shetani na kazi zako. Hiyo mauti iliyoachiliwa kwa watoto waliokamatwa nafsi zao, waliokamatwa akili zao, kwa jina la Yesu mauti unatuachia. Hiyo mauti inaachia kwa jina la Yesu. Iondoe. Ondoa kabisa hiyo mauti. Iondoe. Yes. Naomba nisikilize na kusomea mstari kuongezea nguvu. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5:4 anasema, kwa maana sisi tulio katika maskani hii, ina maana kwenye familia yako, kwenye eneo letu hili, anasema twaugua, tukilemewa, si kwamba tunataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Ili kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Na nini? Na uzima. Afya yako ipatikanayo na mauti imezwe na uzima. Watoto wako wapatikanao na mauti wamezwe na uzima. Biashara yako ipatikanayo na mauti imezwe na nini? Na uzima. Haleluya. Ili kipatikanacho na mauti kifanyeje? Kipatikanacho na mauti kifanyweje?
kwamba ile tunayopitia tunataka jamani, tunateseka. Sio kwamba tunataka kuendelea kukua. Baba, kile kinachopatikana na mauti kimezwe na uzima. Sasa wewe ushakijua kile kinachopatikana na mauti, kisemeshe tena, kiambie hapa kila kinachomezwa, kilichoachiliwa mauti kimezwe na uzima. Achilia uzima. Uzima ni nini? Damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu imebeba uhai. Tuliambiwa tusile damu ya mnyama kwa sababu damu ndio imebeba uhai. Kwa hiyo kama tunaiona damu ya Yesu, na maana tunauona uhai wa nani? Wa Yesu. Tukinywa damu ya Yesu, na maana tumekunywa uhai wa nani? Ili palipo na mauti ndani, mauti ifanye nini? Imezwe. Kwa hiyo kumbe ndio maana tunasikia watu wanashirikisha hadithi zao. Wameshagundua kwenye ile hadithi kuna mauti, anaishirikisha ili kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Haya tena, sogeza. Peleka damu ya Yesu hapo. Zimezwe na uzima. Biashara zetu zilizoharibiwa zimezwe na uzima. Zimezwe na uzima. Kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Mauti, kuwa kushinda kwako. Toka chia. Kwa jina la Yesu. Toka chia. Kwa damu ya Yesu Kristo. Toka chia. Kwa jina la Yesu. Twende ombi jingine. Nikitoka hapo chochea tena. Mstari unayo. Tunaenda kunini? Kuharibu nguvu ya mauti. Yesu alifanya hivyo ili kumharibu mwenye nguvu, ila ni ibilisi, shetani. Mwambie shetani na kuharibu na kazi zako na mipango yako juu yangu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako, maana imeandikwa mtakeni Bwana na nguvu zake, tutafute uso wako siku zote. Asubuhi ya leo naomba nguvu zako niwezeshe ili kushinda, kwa kuwa imeandikwa na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Katika jina la Yesu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninamharibu sasa yule mwenye nguvu ya mauti kwenye maisha yangu, yani ibilisi, shetani na mawakala wake na watendakazi wake, wachawi, waganga, walozi, washirikina, wenye ila, wenye wivu, wanaonifuatilia. Na haribu nguvu yao, na haribu nguvu yao. Anza kuharibu. Haribu nguvu zao. Uganga wao, ulozi wao, ushirikina wao, vyote walivyo nao. Haribu hiyo nguvu ya mauti. Haribu hiyo nguvu ya mauti. Iharibiwe juu ya kazi zetu, juu ya biashara zetu, juu ya ndoa zetu. Hiyo nguvu ya mauti iharibiwe kwenye matumbo yetu. Hiyo nguvu ya mauti iharibiwe kwenye viungo vyetu. Hiyo nguvu ya mauti iharibiwe juu ya kazi ya mikono yetu. Nguvu ya mauti iharibiwe. Hiyo nguvu inapigwa. Tunaiadhibu hiyo nguvu. Nguvu ya mauti inaharibiwa. Hiyo kamata watoto, hiyo kamata biashara, hiyo kamata kazi, hiyo kamata afya na majina yetu, hiyo kamata maeneo tunayekaa na kuishi kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya mauti haribika kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hiyo mauti iliyoachiliwa juu ya biashara zetu, juu ya bidhaa tulizonazo, ewe mauti unaharibiwa na nguvu yako tunakuharibu, na uwezo wako tunauharibu, na utendakazi wako na kazi zako na njama zako. Piga hao machawi na matunguli yao na ushirikina wao na ulozi wao. Pasua vitendea kazi vyao kwa jina la Yesu. Nguvu zao ziharibiwe kwa damu ya Yesu. Nguvu zao ziharibiwe. Uwezo wao uharibiwe kwa jina la Yesu. Haribu hiyo nguvu ya mauti. Yani ibilisi, shetani, tunakupinga na kazi zako na njama zako. Naachia leo. Miguu yetu naiachia, biashara zetu naziachia, mikono yetu naachia, afya zetu naachia, majina yetu naachia kwa damu ya Yesu. Chochote kilichokamatwa, kilichochapwa, kilichozikwa kwenye haya makaburi, walikotuzika, walikotupeleka, na pasua. Nguvu zao zinaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naharibiwa
haribu walizona silaha walizona itendea kazi vya Yesu harimate raho zakatayama riko koya manda paswa pasu majeneza yote makaburi ya kunuke wateja wako waachiliwe biashara yako iachiliwe mradi wako uachiliwe ndoa yako iachiliwe watoto wako waachiliwe kwa jina la Yesu Kristo vya kwetu vyote vinaachiliwa kila cha kwako walichokikamata na wachia kwa jina la Bwana wa majeshi yeye aliyezidishwa kuzivunja kazi zote za ibilisi mauti iliyoachiliwa juu ya uzao wangu watoto wangu wa kike elia masanta ma ubinti wa mauti sikia au na wadani juu ya toka njia toka njia ubinti wa kwa damu ya Yesu Kristo rasa katayama resa kata olia makataya ewe mauti sikia au na wadani juu ya ndoya olia makataya repapo watenda shughuli kazi waibilisi wote walioinuliwa kuvunja ndoa yangu kuharibu ndoa yangu kuua watoto wangu kuharibu huduma yangu kwa jina la Yesu hauna mamlaka na uanguvu na haribu uweza wewe na haribu mamlaka yetu na matumbulia na choma moto akataya se akataya chochea moto silaha zao ziteketezwe vitendea kazi vya vyote viharibiwe kwa jina la Yesu. Anaharibiwa mwenye nguvu ya mauti. Yule mwenye nguvu ya mauti shetani. Anaharibiwa na nguvu zake na uweza wake na mamlaka yake kila alicho nacho anaharibiwa kwa damu ya Yesu. Ndio Yesu. Kwa dakika hizi zilizobaki tunaenda kuziba njia. Nasema hakuna njia inayojiweka yenyewe. Hata waliopanga viti waliacha njia, ndio waliacha. Maana wangepanga viti njia isingekuwepo. Ipo kwa sababu kuna walioiacha. Ina maana hiyo mauti iliyokuja kwangu kuna aliyeitengeneza njia. Sasa njia lazima izibwe. Ukiwa utaki watu wapite hapo, watu nazibaga. Tunaweza kuweka mawe au tunaweza tukaweka miba. Chochote sasa mimi sikuchagulia nitakachotumia kuziba. Lakini sisi tunayo silaha kwanza moja ngumu na ya hatari na tishio, damu ya Yesu inaziba kabisa. Haibakishi chochote, njia zao zote zinazibwa. Haleluya, haleluya. Peleka damu ya Yesu sasa kwenye njia wanazotumia kuingiza mauti. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako asubuhi ya leo, na ichukua damu yako na iachilia kwenye kila njia ambao ufalme wa giza wanatumia kuingiza mauti kwenye maisha yangu. Lazima hizo njia sawasawa na neno la Hosea anaposema zibeni njia zao kwa miba, nami naichukua mwiba ya damu ya Yesu na imwaga sasa kwenye hizo njia zao. Lazima saa hii hawatapitisha tena, hiyo mauti haitapita kwa jina la Yesu. Haya, anza kuziba. Unaziba, hamtataja kwenye eneo unaloziba. Naziba mauti kwenye biashara, naziba mauti kwa watoto wangu, naziba hiyo njia ya mauti, naziba hiyo njia ya mauti inayoingia kwa watoto wangu, naziba hiyo njia ya mauti inayoingilia utumishi wangu, naziba hiyo njia ya mauti inayoingilia ndoa yangu, naziba hiyo njia ya mauti inayoingilia uchumi wangu, inayoingilia afya yangu, naziba hiyo njia, naziba hiyo njia, naziba hiyo njia, naziba hiyo njia. Katika jina la Yesu, njia zao zinazibwa, njia zao zinazibwa, njia zao zinazibwa. Anasema njia zao ziwe giza na utelezi. Tunaziba hizo njia, hawataziona tena, hawatatupitishia tena mauti. Hizo mauti zao hazitatupata kwa jina la Yesu, kwa kuwa njia zimezibwa kwa jina la Yesu Kristo. Peleka damu ya mwana kondoo ikazibe hiyo njia, ikazibe hiyo njia waliokuwa wakiitumia ili kupitishia mauti. Hiyo njia inazibwa katika jina la Yesu. Hiyo njia inazibwa, hiyo njia inazibwa, hiyo njia inazibwa kwa jina la Yesu. Njia izibwe, njia izibwe, njia izibwe kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Pigie Bwana Yesu makofi. Anaelewa alichoomba amemaanisha na Bwana anafanya. Makofi.
Haleluya. 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 Ukienda niunge tena bando lisikate.